Mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya urais hapa ndiyo Kinondoni. Karibu sana Kinondoni. Naomba moja kwa moja nikupe salamu za wana Kinondoni. Nimepata nafasi ya kutembea kata kwa kata. Katika matembezi yangu ya nyumba kwa nyumba, nimekutana na kila aina ya makundi na ndugu zetu walioko katika kata zetu. Wao walichonambia na wamenithibitishia kwamba wanaisubiri kwa hamu tarehe 29 wiki ijayo waende wakakupe kura nyingi sana za kishindo. Wameniahidi hivyo kwa sababu wanasema wanakuamini, wanakuelewa, wanathamini utu wako na jinsi unavyogusa maisha yao. Wanakutegemea na wanajua kabisa kwamba chini ya uongozi wako Kinondoni tunayoitaka imeanza kutimia. Samia oye! Ndugu zangu, nataka niseme yafuatayo kwamba ndani ya jimbo la Kinondoni hili, Mheshimiwa, wakati ukiwa kiongozi, kuna mambo makubwa uliowafanyia ndugu hawa, na ndio maana wanasisitiza, wanataka hata kesho waende wakakupigie kura. Katika Kinondoni hii, jimbo hili, 65% mpaka 70% ya maeneo yetu ni maeneo ambayo yanapitiwa na mito. Wakati ukiingia madarakani, kuna mto unaitwa mto Ng'ombe. Mto huu ulikuwa unatesa watu wa Magomeni, watu wa Tandale, watu wa Ndugumbi na watu hana nasifu. Lakini ulikuwa umekwama, mkandarasi hajalipwa fedha, watu hawajalipwa fidia. Mheshimiwa mgombea wetu, kwa nafasi yako ya urais ulihakikisha kazi ile inafanyika, na sasa hivi mvua katika maeneo hayo hata inyeshe, ndugu zetu hawa wanalala buheri wa burudani. CCM oye! Kuna maeneo mengine ndugu zetu wa Kigogo, Mzimuni, Magomeni na hana nasifu tena wanateswa na mto, bonde la mto Msimbazi. Kwa mara ya kwanza chini ya uongozi wako, jumla ya shilingi trilioni 1.3 zimetolewa kwa ajili ya kwenda kuondoa tatizo lile. Hivi tunavyozungumza watu wameshalipwa fidia, madaraja ya kisasa yanajengwa kuondoa mafuriko. Nani kama Samia? Nataka niseme kwamba ujenzi wa daraja maarufu la pale Magomeni, tunaita daraja la Jangwani, linakwenda kubadilisha hali ya Jangwani na hali ya Mzimuni. Kuna kwenda kutengenezwa CBD nyingine. Tunakwenda kuzifanya kata hizi kuwa ni kata za biashara na kufungua fursa kwa ajili ya watu wetu. Nani kama Samia? Na najua chini ya ilani mpya inayokuja, Kinondoni inakwenda kuwa ya kupendeza kama Ulaya zaidi, kwa sababu tutakwenda kuwa na flyovers 3. Flyover Magomeni, hapo imekaaje? Flyover Mwenge, hapo imekaaje? Mko vizuri? Na pale kwenye makutano ya Moroko ni flyover nyingine. Kinondoni inakwenda kubadilika zaidi, na hasa ukilinganisha ukweli kuwa barabara za mwendo kasi zinakwenda kumalizika. Kinondoni itakuwa ile tunayoitaka. Kura zote kwa Samia. Kwenye elimu, hapo sitaki nijisifu sana, kwa sababu rais umetuletea hata shule za English medium. Miaka ya nyuma tunakwenda watoto wetu tunawapeleka Upanga. Leo hivi watoto wetu wa Kigogo, Magomeni, Mzimuni, yani wewe useme ni wapi mtoto wako anakwenda kusoma English medium. CCM oye! Lakini tangu jimbo hili limeanzishwa haijawahi kuwa na high school. Sasa hivi tunayo form 5 na form 6 na iko pale imeshachukua wanafunzi. Kwenye afya, nataka niseme jambo moja. Kata tulionayo ni moja ya kata ambayo ilikuwa imesahauliwa. Mkombozi ni Samia Suluhu Hassan. Ukweli kata hii barabara ya lami ukiambiwa uitafute zilikuwa barabara 2, lakini hapa pamefanyika miradi
zaidi ya 6 ya ujenzi wa barabara, na tunavyozungumza barabara nyuma pale ya Airtel inajengwa. Kinondoni tunataka nini tena? CCM oye! Vituo vya afya vya kisasa, watu wanatoka mbali kuja kutibiwa Kinondoni. Asante sana, asante sana mgombea urais kwa sababu umetusaidia. Mheshimiwa, masoko Kinondoni, tuna masoko ambayo kwa siku moja yanaingiza zaidi ya watu 3000 kutoka nje ya jimbo letu kuja kuhemea kwetu. Hiyo yote ni kazi yako, kiasi kwamba fursa za ufanyaji biashara, kukuza kipato cha wananchi wetu imekuwa ni kubwa sana. Sasa hapa, kwa kuwa nilisema jimbo langu linapitiwa na mito na mabonde, 65% mpaka 70% kunakuwa na squatters, na hili jambo nilizungumza bungeni. Naomba ulichukue kwamba nyumba zile ambazo hazijapimwa, ambazo sasa maeneo hatarishi yameondoka baada ya ujenzi wa mito hii, nyumba zile ziwe regularized, kwa maana zipimwe na wapate hati ili waweze kujiendeleza vizuri, wananchi wetu waondokane na umaskini. Kadhalika na kuomba utupe msukumo mkubwa sana kwenda kwenye bwawa la Kidunda. Bwawa la Kidunda litakuwa ni mkombozi kwa uhaba na wa maji, hasa wakati kama huu wa jua kali, na kuomba upeleke fedha nyingi kule ili nini wanaita bwawa liweze likamalizika kwa wakati. Mheshimiwa, kwa uhaba wa nafasi, nimalizie kusema kwamba wananchi wa Kinondoni wana hamu kubwa ya kuisubiri tarehe 29. Wanajua tarehe 29 hawa watatoka bila uoga. Hakuna uoga Kinondoni. Watu wasituuzie uoga Kinondoni. Tutoke twende tukampigie kura Daktari Samia Suluhu Hassan. Mikono juu, mikono juu. Na msiache kumpigia mbunge wenu Tarimba Abasi na wadiwani wote wa jimbo la Kinondoni. Asanteni sana, shukrani sana kwa kunisikiliza. Dar es Salaam hoye! Naomba nimkaribishe ndugu Umi Nderiananga, mgombea ubunge viti maalum kwa ajili ya salamu fupi. Karibu. Tumetoka mbali, tumemfuata Samia. Tumetoka mbali sana, tumemfuata Samia huyo. Dar es Salaam oye! Oktoba! Asanteni sana Dar es Salaam. Ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na mgombea wetu wa nafasi ya urais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwanza mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha hapa salama, lakini nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kukutunza na kukuimarisha katika afya yako. Ndugu mgombea, mimi Umi Hamisi Nderiananga nakushukuru kwa fursa ya kusimama mbele ya wana Dar es Salaam.